Utani wa jadi wanakuambia sio ugomvi. Leo umekuja kumshuhudia mtani. Naam. Umeona kapata ushindi. Ni kawaida kwa sisi watu wa mpira. Mimi kuja kujoin na mashabiki wa Yanga, mimi kwangu ni burudani. Dakika 90 zilikuwa ni nzuri na Yanga wamedeserve kutoka na kuqualify kwenda 16 bora. Naam. Kiwango ambacho umekiona cha mtani hasa umekionaje? Yanga yupo vizuri. Yanga ukiangalia kwanza rotation, wamefanya rotation ya kikosi. Yanga wana wachezaji wengi ni wazuri na ndio kitu ambacho kinawabeba Dar es Salaam Africans. Ukubwa wa kikosi, quality ya mchezaji mmoja mmoja, mimi naamini walideserve kushinda mechi ya leo. Ukiangalia Yanga wana consistency nzuri ya kupata matokeo kwenye kiwanja chochote. Kwa hiyo yote kwa yote Yanga wako vizuri. Naam. Unaiona nafasi ya klabu yako kurudisha ile heshima yake ya ubingwa? Kwa sasa hivi mimi kama Sam Simba, shabiki ambaye labda watu wengi wananifahamu, sijaipa nafasi kubwa sana Simba kufanya vizuri kwa msimu huu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya utengenezwaji wa kikosi, transition imefanyika kubwa sana ya kikosi, tupo kwenye project kubwa. Kwa hiyo kufanya vizuri kwa wakati mmoja kwa haraka, mimi kwangu naiona sidhani kama Simba wanaweza kufanya hivyo. Ikitokea Simba wanakuwa mabingwa either wa CRDB Federation au labda NBC, kwangu mimi itakuwa ni bonus, lakini sijaipa asilimia kubwa sana, na ndio maana unaona mimi siteseki kwa kitu chochote kinachotokea ndani ya Simba, kwa sababu tayari nimeshajitengenezea kisaikolojia, nipo vizuri sana. Kuiona Simba kwa kile kilichotokea tarehe 8 kwangu mimi naona ni kawaida tu. Kawaida sana. Najua ni kwa nini. Mimi nina dili mbili, ninaelewa ni kitu gani kilikuwa kinaendelea tarehe 8. Kitu gani kilikuwa kinaendelea? Ili tuwape faida watazamaji wa kishamba ambao walikuwa hawafahamu. Ile mechi ya tarehe 8. Mechi ya tarehe 8 ambao ilikuwa ichezwe Jumamosi. Ile mechi ilikuwa ni maafa kwa upande wetu. Maafa. Na uzuri kwanza ni washukuru viongozi wangu kwa kuweza kufanya yale ambayo yametokea, tukapata bahati ya kutoka uchochoro. Maana kuna vitu ambavyo vilikuwa wao baadhi ya mashabiki wanaamini kwamba ubingwa watachukua Simba. Mimi nimeshakataa kwamba Simba kuwa bingwa. Sasa kuna watu hii kauli wanasema mimi mamluki, lakini wao tayari wanaamini kwamba Simba atakuwa bingwa na hawataki kufungwa mara 5 mfululizo. Sasa tulikuwa tunaingia kwenye hiyo chaka. Tungefungwa idadi kubwa ya goli, tungefungwa mara 5 mfululizo, ina maana ndani ya management kungekuwa kuna moto. Kwa hiyo wakachungulia ile issue, wakaona hata tutafute scenario ya kuweza si kutokea. Kweli wamebahatika kutoka na kile ambacho kilikuwepo siku ile, ila kuna watu wanaweza sinielewe. Hakuna kanuni, hakuna kipengele ukikosa kufanya trial kwenye mechi wewe ukapata nafasi ya kukosa kwenda uwanjani. Mimi sijaona hicho kitu. Kwa hiyo ukijaribu kufuatilia kwa mtu ambaye anafahamu mpira, viongozi wametuingiza chaka na wametupa hasara kubwa, ambao watu wamefanya maandalizi mengi kutoka sehemu moja na nyingine kuja kuhakikisha wanapata burudani ya watani. Basi ni afadhali wangestopisha kwamba hatuji. Lakini hakuna kipengele, na hivyo vipengele vipo ndani ya kanuni. Lakini TFF na kamati ile wamekanyaga, wameunajisi mpira. Kwa yote mimi siamini kwamba ukikosa kufanya trial ya mechi, kufanya mazoezi ya kabla ya mechi, ukikosa huwezi kwenda kucheza. Hicho ni kitu ambacho kwangu mimi akiingia kilini. Kwa hali ambayo unaiona sasa hivi, kwa hiyo umekubali kabisa ni Yanga wapewe magoli 3 na pamoja na ushindi wa alama 3, au msicheze nao kabisa? Yanga hawawezi kupewa kwa sababu wakitaka kuipata haki yao labda waende kasi, sio hapa. Lakini wakiamua kufanya hivyo wataipata, lakini tayari utaratibu umewekwa. Yaani aliyeharibu hii yote ni wale bodi ya masaa 72 kukaa na kutoa kwamba mechi imeahirishwa. Lakini ilikuwa kama wangefuata sheria, Yanga walikuwa wanaadhibiwa kama kifungu kilivyo. Yanga walikuwa wanaadhibiwa, Simba walikuwa wanakwenda uwanjani kucheza mpira vizuri tu na walikuwa hawana kosa lolote. Yaani kule kukosa kwenda mazoezini, si walifanywa fujo wanavyosemekana na makomando wa Yanga, basi wao siku inofuata waliingia uwanjani na wakacheza mpira vizuri. Yanga wakahukumiwa kwa kifungu na utaratibu. Lakini kwa sababu tulichachungulia kuna mzigo wa magoli, ndio maana nawasifu viongozi wangu walichokifanya kwa nje sasa ya uwanja. Na washukuru kwa sababu ilikuwa ni aibu. Waliona mbali mno.
Kwa hiyo yote kwa yote, mechi imepita, tunawaachia wenye mamlaka ya mpira wafanye kile kitu ambacho wao walikuwa wanastahili, si ndivyo? Mimi nawaangalia mashabiki wa Simba wengi, hakuna mtu yoyote ambaye ameenda kwenye kanuni na kuziongelea kanuni. Wote walikuwa wanakanyaga, hawajui. Maskini ya Mungu. Ukikaa sasa hapa mbele ya Kishamba Media nikiongea mimi kama Sam Simba kuhusu mpira, si una kanuni? Yaani kila kitu, huwezi kwenda kula chakula bila kunawa. Lazima unao, ujisafishe ndio uende kwenye chakula, si ndivyo? Kwa kila kitu kina utaratibu, si ndivyo? Kwa yote tuwaachie mamlaka wenye mpira wao. Sasa hivi hilo swala liko kule linafanywa uchunguzi, tusubiri, ila mimi naamini mechi itachezwa. Na ikichezwa hapo sasa sijaje. Itabidi tushirikiane tuangalie kitu gani kitakwenda kutokea. Mimi nikushukuru. Asante sana sasa.